Umekosana na mtu, umegombana na mtu, mtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda, kwa sababu Mungu atabaki kuwa baba yako siku zote. Mungu atabaki kuwa kiongozi wako siku zote. Mungu atabaki kuwa muumbaji wako siku zote. Na ndio maana Mungu anajua hivi, kwa sababu hapana namna yoyote ambayo unaweza ukamwacha. Na ikiwa Mungu amekuweka kumwabudu mahali, Mungu ategemea uondoke mahali kwa sababu ya binadamu. Mungu anasema tu mwisho wa siku ni heri mkapatana, ili mpate kuitwa wana wa Mungu, kwa sababu msingi wa wana wa Mungu ni kupatana, sio kufarakana. Msingi wa watoto wa Mungu ni wamegombana, wanasema tutaisha tusalimiani mpaka lini? Tutaishi tumenuniana mpaka lini? Huo ndio msingi wa watoto wa Mungu. Ndio maana anasema neno hili, heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo watu wanapopatana ndipo wanakuwa na sifa ya kuwa watoto wa Mungu, sio wanaofarakana, sio wanaokimbizana kutengana. Yaani akifika kamaona mtu amekaa pale na viti kilichobaki ni kimoja, siwezi kukaa na yule pale, ni bora nisimame. Anajifanya prayer warriors, anasema kule nyuma kana kwamba anaongoza maombi, kumbe tu hataki kukaa karibu na mtu kwa sababu amekwazana naye. Huo nao sio Kristo. Mtu aliye na roho wa Mungu hawezi akafanya mambo ya namna hiyo. Mtu aliye na roho wa Mungu ni mnyenyekevu, ni mpole, ni mstahimilivu, ni mvumilivu, ni mnyenyekevu, na ni mtu aliyejaa msamaha. Mtu aliye na roho wa Mungu. Amina, amina. Ndio maana mojawapo ya ahadi ya Mungu tunapookoka, anasema nitakunyang'anya, nitakutolea moyo wa jiwe, nami nitakupa moyo wa nyama. Watu wengi tunapookoka, tunaokoka tukiwa na mioyo ya jiwe ambayo ni mioyo ya kibinadamu. Moyo mgumu. Kama mtu alikuwa ni mtu mwenye kuzila jambo mpaka mwaka unaisha. Mungu anasema unapookoka sasa, umekuja eneo ambalo moyo wa namna hiyo hautakiwi. Umeokoka ukiwa ni mtu mwenye tabia kulipa kisasi. Amenifanyia hivi, lazima na mimi nimkomeshe. Unapookoka, Mungu anasema mahali hapo ulipoingia sasa kwenye imani, haihitaji watu wenye moyo wa namna hiyo. Kwa hiyo unahitaji moyo wa nyama, moyo ambao neno la Mungu ni upanga. Upanga hauwezi kukata jiwe. Moyo wa jiwe siku zote hauwezi kubadilika. Ukiona mtu ameokoka miaka 10 abadiliki, tabia ni ile ile, matendo ni yale yale, maneno ni yale yale, ana moyo wa jiwe. Neno la Mungu ni upanga, haliwezi kumbadilisha. Huyu hata ungeombea namna gani, kama Mungu hajakupa moyo wa nyama, huwezi kubadilishwa na neno wala na ushauri wala na chochote. Huwezi kubadilishwa na mazingira, kwa sababu moyo wako ni wa jiwe vile vile. Ndio maana Mungu anasema nitawatolea moyo wa jiwe, nami nitawapa moyo wa nyama. Amen, amen. Ndio maana kwenye maombi yako ya msingi sana, unapotamani mabadiliko kwenye maisha yako ya roho na unaona huwezi kubadilika, muombe Mungu, mwambie nitolee moyo wa jiwe nilio nao, nipe moyo wa nyama. Usimlaumu kwanza shetani. Usimlaumu tu shetani. Unajua shetani usimlaumu shetani kwanza. Unajua shetani anakuja anaiba lile neno, yaani napokea vizuri na naahidi kabisa atabadilika. Sibadiliki. Moyo wako ni wa jiwe.